DSB Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahbi papo hapo na kupata majibu haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahbi. Tutakuunga moja kwa moja. Flotilla, nitakuja kuzungumza kuhusu muendelezo wa taarifa ya Hamas Israel. Nitazungumza mbele, lakini nitagusia kidogo kuhusu Flotilla na yale yanayoendelea, kwa sababu Flotilla wanatajwa kuwa wako umbali wa takriban maili 150 kutoka kwenye pwani ya Gaza. Wanaelekea taratibu, huku Israeli ikitajwa kupeleka meli nyingi, kwa sababu unakwenda kuzuia meli za karibu 50 zinatajwa, yani mtiririko wa meli karibu 50 zinazoelekea Gaza. Na huku sauti ya wanasiasa wa ndani wa Israeli imetaja kuwa hawatakiwi kufika Gaza, wanatakiwa wazuiliwe. Kwa hiyo unaona kuna meli nyingi sana za kijeshi zimepelekwa pamoja na ndege ambazo zimekwenda. Nimeona Ujerumani ilitaka Israeli kuepuka kuzilenga meli za Flotilla ambazo zinasafiri kuelekea Gaza, huku zikijumuisha wanaharakati. Ujerumani ilitoa taarifa ikisema kuwa lengo letu ni kuzuia makabiliano yoyote katika hatua hii, na kwa hivyo tunatoa wito kwa pande zote mbili kuzingatia sheria inayotumika. Naibu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Joseph Hintasha aliwaambia waandishi wa habari. Anasema kuwa meli hizo za kimataifa ziko umbali mdogo tu kutoka eneo la Gaza, lakini nimeona kuna taarifa ambayo inasema kuwa meli zinazoelekea Gaza zipo kwenye ufuo wa ukanda wa Gaza, yani takriban maili 150 kama nilivyokuambia. Vyombo vya habari vya Israel vilizungumza hiyo. Zaidi ya meli 50 kutoka Global Sumud Flotilla ziliingia katika eneo la Israeli na ziko takriban maili 150 kutoka Gaza, shirika la Israel Kan lilisema. Jeshi la wanamaji la Israel linaendelea maandalizi ya kukamata meli hizo baharini. Kutokana na wingi wa meli hizo, wanajeshi wanajiandaa kuwahamisha wanaharakati kwenye meli kubwa za kivita na kuzivuta meli hizo hadi kwenye bandari ya Ashdod kusini mwa Israeli, kukiwa na uwezekano wa baadhi ya meli kuzamishwa wakati wa operesheni hiyo, chombo hicho kilisema. Yani hii taarifa imesisitizwa na wanasiasa wa ndani wa Israeli ambao waliamuru kutoruhusu meli yoyote kuingia Gaza. Yes, lakini awali kulikuwa kuna taarifa ambayo imetoka Uturuki inasema kuwa Uturuki ilikuwa imetuma droni kwa ajili ya kazi hiyo ya kwenda kulinda zile meli. Lakini tunafahamu kuwa Italia, Ugiriki na Hispania awali zilikuwa zimetuma meli zao kwa ajili ya kuwalinda na mashambulizi ya droni pia. Hayo ndio yanaendelea kwa Flotilla. Kwa hiyo ni kama igizo fulani tunalisubiri tuone mwisho wake kuwa ni upi, makabiliano yatakuwaje. Je, watazuiliwa, watawekwa gerezani? Manake ukisikia waziri wa usalama wa taifa Israel anasema kuwa ni magaidi, wanapewa sifa ya ugaidi, halafu huenda wakafungwa gerezani. Kumekuwa na vitisho vingi kutoka hapo. Sasa ni jukumu la mataifa mbalimbali. Unajua ndani ya Flotilla kuna raia hadi wa Marekani wamo kwenye hizi meli za Sumud Flotilla. Kwa hiyo ndio kinachoendelea. Sasa nilizungumza mambo mengi mchana haya yanayohusu Gaza, yanahusu nini, lakini katika yote nilizungumza nikawaambia kwangu mimi, nadhani nilizungumza pia na DW mchana, ulinisikia, lakini pia umenisikiliza jioni, nimezungumza na BBC hili swala, na umenifuatilia tena hapo jioni pia nimezungumza kwenye BBC pia nimelielezea hili swala. Lakini kwangu mimi nimenasa kwenye kitu ambacho hata sielewi, yani nimenasa, kwa sababu nitakusomea taarifa kama mmoja hivi. Inasema hivi: Qatar imesema inajiandaa kufanya mazungumzo na wapatanishi wa Hamas, Misri na Uturuki Jumanne ili kujadili mpango wa rais wa Marekani Donald Trump wa Gaza, na kuongeza kuwa Hamas watatakiwa kuwajibika. Trump alifichua mpango mjini Washington akitaka kusitishwa kwa mapigano, kuachiliwa kwa mateka ndani ya saa 72 na Hamas kupokonywa silaha, kundi hilo kuondoka taratibu na Israeli kujiondoa Gaza taratibu. Sasa
Qatar na Misri zilichukua ule waraka zikakabidhi pendekezo hilo kwa Hamas siku ya Jumatatu, na ujumbe wa Hamas wa mazungumzo uliahidi kulichunguza kwa uwajibikaji. Hiyo ni taarifa ambayo ilitolewa na msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Qatar ambaye ni maarufu sana, Majid Al-Ansari. Alikuwa akiongea na wanahabari. Mkuu wa kijasusi wa Misri na mwenzake wa Uturuki walikuwa Doha. Wanasema bado ni mapema mno kuzungumza kuhusu majibu, lakini tuna matumaini kwamba mpango huu kama tulivyosema ni wakina, alisema Al-Ansari. Kufuatia tangazo hilo la Jumatatu, mamlaka ya Qatar ilisema iko tayari kushinikiza kufikiwa kwa mapatano katika ardhi ya Palestina kufuatia Israeli kuomba msamaha kwa shambulizi lake ambalo halijawahi kushuhudiwa kuwalenga viongozi wa Hamas huko Doha. Al-Ansari alisema kuwa Marekani imetoa hakikisho la usalama kwa Qatar na Israeli imeahidi kutoishambulia tena. Uhakikisho wa usalama na ahadi ambazo zilitolewa katika wito wa jana Jumatatu na Rais Donald Trump na Waziri Mkuu Israel Benjamin Netanyahu zilikuwa wazi sana, na zilikuwa chini ya dhamana ya Rais wa Marekani Donald Trump, na Qatar haitoshambuliwa kamwe, alisema Al-Ansari. Tumeridhia na uhakikisho wa usalama ambao tumepokea, alisema, akiongeza pia kumekuwa na ahadi ya Israeli kutoshambulia Qatar tena katika wakati wowote au mara nyingine vyovyote. Qatar pamoja na Misri na Marekani ziliongoza juhudi za kusuluhisha usitishaji wa vita kati ya Israeli na Hamas. Yaani ninachotaka kuonyesha kuwa Uturuki amejiunga na mazungumzo. Kutoka kwenye kauli ya Erdogan kuwa haya ni makubaliano bora sana ambayo walikaa wakayakubalia, maana yake kuwa Uturuki amejiunga kwenye mazungumzo, kuwa sambamba na Qatar na Misri, na Uturuki amejiunga akitaka kuwa ni lazima haya mambo yakubaliwe. Sasa mimi nilioyazungumza mchana nilizungumza kabla Netanyahu hajafanya hii interview ambayo nitakusomea hapa, na nilioyazungumza mchana chukua anayoyazungumza Netanyahu. Utaona kuwa nilichokuwa nimekizungumza nimekisema kabla Netanyahu hajakisema, lakini Netanyahu anakuja kukirudia kukisema. Na wauliza wale Uturuki, Misri, Qatar, je, wao walikuwa wanayajua haya au hawayajui? Waziri Mkuu wa Israeli alizungumza Jumanne na vyombo vya habari, anasema kwamba taifa la Palestina halitoanzishwa chini ya mpango wa Rais wa Marekani Donald Trump wa Gaza. Halitoanzishwa ndani ya mpango. Nimelizungumza. Mpango huwa hivi vifungu 20 unaua taifa la Palestina, unaua. Mimi nimesema, anazungumza Netanyahu sasa. Katika taarifa yake kwa njia ya video, Netanyahu alisisitiza kwamba hajakubaliana na taifa la Palestina katika mazungumzo ya Washington na haijatajwa katika mpango uliopendekezwa na Trump. Ni kweli hakuna sehemu, na nimewaambia kuwa angalieni vifungu vyote 20, hakuna msingi wa matatizo uliowekwa, ila kimewekwa mambo ya hovyo ya juu kwa juu ambayo ukitazama kwa jicho pia unaona kama, lakini lengo na kwenda kabisa kwenye shida hamna sehemu imetajwa. Hakuna sehemu imetajwa ukaliaji wa West Bank, hakuna sehemu imetajwa kuzuia Israeli na ujenzi wa makazi, hakuna sehemu kumetajwa watu wa Palestina, hakuna kitu kimetajwa future ya Palestina, ila yote yamewekwa mwisho sana. Yani kilichotangulizwa ni wao na maslahi yao. Tunataka mateka, salimisha silaha, ndio yaliyotangulia mbele. Haya mengine yote yamekuja kama brush kupiga rangi ili wao waweze kutimiza. Sasa waziri mkuu anasema kuna jambo moja tulisema kwamba tunapaswa kupinga vikali taifa la Palestina. Netanyahu alisema, na ndio imekuwa hivyo. Waziri mkuu wa Israeli aliita ziara yake nchini Marekani ya kihistoria na ni ziara bora sana. Nasema, na mimi nakubali kweli, moja ya ziara bora kabisa ambayo imempa ushindi mkubwa Netanyahu ni hii ziara. Ikiwa hayo pia yanaweza kukubaliwa, lakini katika ziara hii alikuwa kwenye mkutano wa UNGA 80 ambao Israeli amefaidika kwa snapback ya Iran karudishiwa vikwazo ambavyo vilistapishwa kwa miaka 10, lakini Israeli alipendekeza hivyo na vimerudi. Kwa hiyo moja ya ziara bora kabisa, moja ya ziara ni kwenda kufikia makubaliano ambayo ni mabovu kabisa kwa Wapalestina, haya ambayo yanasukumwa na Qatar, Uturuki na Misri na nchi zingine za Kiarabu zinayapongeza makubaliano. Netanyahu anasema badala ya Hamasi kututenga, tuligeuza meza na kuwatenga Hamas. Sasa dunia nzima ikiwa pamoja na ulimwengu wa Kiarabu na Kiislamu wanaishinikiza Hamas kukubali masharti tulioyaweka pamoja na Rais Trump na kuachilia mateka wetu wote wanaoishi na waliokufa, wakati IDF, jeshi la Israeli, likisalia katika sehemu kubwa ya ukanda huo wa Gaza. Rahby Digital, haki
na ukweli.